Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Kuelekea Mei 16, siku ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura kwa awamu ya pili, ikiwa ni kuelekea uchaguzi mkuu, wananchi wa mtaa wa Kitenge Bahilodi mkoani Dodoma wameeleza mchango wao kwa watu wenye ulemavu kuhakikisha wanawasaidia ufanikishaji wa zoezi hilo. Ushawishi wangu mimi ni mhamasishaji, na sipendi mtu amuonee mtu ambaye ana hali tofauti na sisi ambao tuko wazima. Kwanza wale ndio wapewe kipaumbele, kwa sababu kuna hawa ambao wenye kujiweza. Kuna watu wenye matatizo kama ya mtindio wa ubongo, hawa uwezo ukasema kwamba wanaweza kujiandikisha kupiga kura kwa sababu hawako sawa. Lakini wapo watu ambao wana walemavu wa miguu, labda walemavu wa ngozi, tunaita albinos, ndio. Mimi nitashiriki kikamilifu kuhamasisha haswa haya makundi maalum ili waweze kupata haki yao ya msingi. Ambao tuko kwenye eneo letu la hili tunaloishi la Bahilodi, huwa tunawapa support kwenda nao kwenye hivyo vituo vya kuandikishia, vya kukagua pia majina yao. Tunawapa support kubwa sana kwa sababu wao pia ni sehemu ya jamii katika huu uchaguzi ambao upo mbele yetu. Walemavu tunao na kadi zao zipo. Mlemavu tunamchukua tunampeleka wapi? Kwenye kituo cha kupiga kura. Kupiga kura ni haki yake, hata kama mlemavu ni haki ya Mtanzania yote kupiga kura. Naye mwenyekiti wa mtaa huo Adija Rajabu amesema uongozi umeweka utaratibu utakaowasaidia watu wenye ulemavu kufika maeneo husika. Swala zima la uboreshaji wa daftari la mpiga kura tarehe 16 mpaka tarehe 21, ndani ya uongozi wangu wa serikali ya mtaa tumejiandaa kushawishi wananchi na makundi maalum ikiwa ni ya vijana na wamama ili wote waende wakajiandikishe. Ninaamini kabisa kama endapo tutafaulu katika swala la kuhamasisha vijana waende wakajiandikishe, wao ni kundi kubwa sana ambalo litasaidia kwenye uchaguzi mkuu, basi vijana wengi watafanikiwa kupiga kura. Vyote ambavyo vimewekwa kwa ajili ya uandikishaji vyote ni vituo rafiki, kwa sababu sehemu za wafanya biashara zimewekwa, sehemu za shule ambazo zipo karibuni na mtaa zimewekwa. Kwa ujumla sehemu za kuandikishia zote ni rafiki, wala hazina shida yoyote. Kwenye makundi maalum ukizingatia kama walemavu yani watu ambao tunajua kabisa hawa wana haki ya kupiga kura, lakini mazingira ya kufika kwenye vituo ni magumu, basi tumeweka mipango ambayo itasababisha wao wafike hapo. Kima hata kuwakodia vyanzo vya usafiri ili waende wakajiandikisha. Yani serikali ya mtaa itakuwa na stahili hiyo ya kuandaa mazingira rafiki, makundi yote yaweze kupiga, yani makundi yote yaweze kujiandikisha, hasa walemavu. Tumewekea kipaumbele sana cha kuwafuata mazingira waliopo ili wafike sehemu za kujiandikishia. Samson Bahati, Sauti Yetu TV.